Hello, karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa leo tumewaandalia listi ya magonjwa matatu ambayo kama utaamua kutibu kwa kutumia dawa za dukani, kuku ni ngumu sana kupona na mara nyingi kuku huwa hawaponi. Kuna magonjwa ambayo unaweza ukawapa dawa za dukani na kuku wako wakapona. Lakini kuna magonjwa mengine unaenda dukani, unanunua dawa, utamaliza pakiti ya kwanza, pakiti ya pili, pakiti ya tatu, lakini hali iko pale pale. Nadhani humu kuna wafugaji wengi sana ambao mtakuwa mnanisikiliza na mtakuwa mnaelewa hili jambo. Kwa hiyo unatakiwa uyafahamu magonjwa hayo ili ujue kabisa kuku ukiona tu ana hii dalili, huna haja ya kupoteza tena gharama ya kwenda kununua dawa. Nenda katengeneze ya asili bure kabisa. Na haya magonjwa haya ambayo nitakutajia leo, dawa zake za asili hazina gharama kabisa. Yani hazina gharama na zinapatikana maeneo yote ndani ya Tanzania hata nje ya Tanzania. Unapata hiyo mimea, unaichanganya vizuri kabisa na unaitibia. Ndani ya siku 3 kuku wako wanakuwa wamepona kabisa. Kwa mfano, nadhani ilikuwa ni siku ya Jumapili ya wiki hiyo iliyoisha. Kuna mama mmoja alinipigia simu, akaniambia kuku wake wanaharisha, wana miharo. Akanitajia rangi ya miharo, akanitajia rangi ya njano, akaniambia wengine wana kijani na nyeupe. Nikaangalia, nikaona kwa kila dalili anayonitajia wale kuku wana ugonjwa wa typhoid, lakini pia wana ugonjwa wa kideri kwa wakati mmoja. Na akaniambia nimeshanunua dawa fulani na dawa fulani hawajapona. Nimechukua mpaka kuku nimewapeleka maabara. Wameenda kule kuangaliwa, nimeambiwa kuku wao wana typhoid, lakini wamenipa dawa kuku hawajapona. Na akawa ameingia mtandaoni kama hivi, aliingia YouTube akatukuta, basi akaangalia tu video yetu moja akatutafuta, akatupigia simu, ndo mimi nikaongea naye. Akaniambia nimetumia hizi dawa kuku hawajapona. Mimi nikamshauri, nikamwambia kwa magonjwa hayo ambayo unayataja, vinyesi hivyo unavyoniambia, hayo magonjwa ni ngumu sana kupona kwa dawa ya dukani. Lakini kama utakuwa upo tayari, lipia shilingi 10,000 nikutumie kitabu cha tiba za asili, halafu nikusimamie, ni kuelekeze huo mchanganyo jinsi ya kuutumia ambao upo kwenye kitabu cha tiba za asili. Tufuatishe, tufanye hivyo kwa siku 3 tu, halafu utanipa mrejesho. Kwa kweli jamani, namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana sana sana. Yule mama alikaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akanipigia simu. Ni wiki hii ambayo ipo sasa. Alinipigia simu, akaniambia kwanza neno la kwanza tu aliniambia ubarikiwe mwanangu. Nilifurahi sana kwa kweli. Nilifurahi sana na nilimshukuru sana Mungu. Yaani yeye mwenyewe pia alionyesha furaha kubwa sana. Aliniambia ubarikiwe sana mwanangu. Kweli wale kuku nilivyowapa ile tiba ambayo umeniambia, kuku hawajafa tena. Maana aliniambia kipindi cha nyuma alikuwa anaokota kuku 3, 2 wamekufa. Alinishukuru sana sana sana. Yule mama amekuwa rafiki yangu mpaka leo hii. Yule mama amekuwa rafiki yangu. Amekuwa akinipigia simu akitaka nimuelekeze vitu vingi sana vya asili. Kwa sababu ya yale mafanikio ambayo alikuwa ameyapata. Kweli yule mama anasema amepata mafanikio ambayo hakutarajia wala hakuwaza. Yaani alijua tu kuwa anampigia simu mtu huyu amuelekeze kama atafanikiwa, haya kama hatofanikiwa sawa. Lakini matokeo yake ikawa wale kuku wamepona. Kwa muda ambao yeye amehangaika na wale kuku bila mafanikio, mpaka anapeleka maabara, anarudi, anatumia pakiti na pakiti za kila aina ya dawa, hakufanikiwa kwa kweli. Alifurahi, hata mimi mwenyewe nilifurahi kwa kweli. Nilipokea lile jambo kwa furaha sana kwa kumuona, na kilichonifurahisha zaidi ni kuona hata yeye mwenyewe amefurahi na amezikubali sana tiba za asili. Sasa hata wewe ambaye unafuga, nadhani utakuwa kama umeshawahi kupitia hizi changamoto, utakuwa unanielewa. Kuna ugonjwa jamani wa typhoid. Huu ugonjwa wa typhoid ni ngumu sana kuku kupona kwa dawa ya dukani. Nasema hivyo kwa sababu pia hata sisi hapa shambani tuna experience. Miaka 3, 4 nyuma huko kuku walishawahi kupataga typhoid. Tuliteseka sana. Tulitumia CoxB3, tulitumia ESB3, tulimaliza pakti na pakti. Kuku walikuwa wanakufa tu, 2, 1, 3, 5 bila mafanikio. Mpaka tuliporudi kwenye kuwapa tiba za asili. Kilikuwa ni kipindi cha muda mrefu sana sana wakati tunatumia tiba za asili kwa uchache sana. Hapo sasa tulienda kutengeneza tiba ambayo tuliwapa kuku na sisi wenyewe ile tiba ilitusurprise kwa sababu kuku walipona na hatukutumia gharama yoyote. Wakati huku nyuma tulikuwa tumeshahangaika sana na madawa. Tulikuwa tushanunua dawa za bei kubwa lakini hamna mafanikio na kuku wengi walikuwa washakufa. Kipindi hiko tulikuwa tumeshabakiza kuku wachache, wengi walikuwa washakufa, walipona. Hapo ndo tukaanza sasa kutumia tiba za asili tu. Kilichotufanya tubaki kwenye tiba za asili tu jamani ulikuwa ni ugonjwa wa typhoid. Huu ndo ulitufanya tuendelee kuziamini na kuzitumia kila siku, na kila tunapopata changamoto hata kuwakinga tutumie kinga za asili. Sasa utakapokutana na changamoto hii ya typhoid shambani kwako,
Wala usihangaike kumpeleka kuku wako maabara aende akapimwe sijui ukanunue dawa. Hapana. Kama unaweza tu kupata vitu ambavyo nitakutajia, basi unaweza ukaponesha huo ugonjwa wa typhoid kwa haraka sana. Ikiwa tu utapata majani ya mpera, mizizi yake, majani yale ya mpera, mizizi ile ya mpera, majani ya aloe vera, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Kama una hivi vitu hivi, basi unaweza kumaliza hilo tatizo. Lakini pia kama hapo ulipo hapana majani ya mpera, unaweza kutumia majani ya mwarobaini. Ukipata tu majani ya mwarobaini, ukaongeza aloe vera, kitunguu saumu, tangawizi, pilipili. Kuku wako wanapona. Lakini pia kama hapo ulipo hakuna mwarobaini, nenda katumie haya majani ya mashona nguo. Ukisha kuwa na mashona nguo, kitunguu saumu, tangawizi, pilipili, huu ugonjwa kuku wako wanapona kabisa na hutatumia gharama yoyote na kuku wako watakuwa wamepona. Kama utatumia gharama ndogo sana kwenye kuongeza hiyo tangawizi, kitunguu saumu, labda kama utaongeza na pilipili, hapo ndio utakapotumia gharama ndogo, lakini matokeo yake ni chanya. Na kama umekuwa ukitumia tiba ya asili, haupati matokeo, tutafute KingoFarm tukuuzie kitabu ili uone vipimo halisi. Tena hapa kwenye tiba za asili jamani tuna vitabu viwili. Tuna toleo la kwanza na toleo la pili. Hivi vyote ni vizuri mno. Vimeandika tiba mbalimbali, michanganyo. Yaani ukishindwa mchanganyo huu, nenda kwenye mchanganyo huu. Ukishindwa mchanganyo huu, nenda kwenye mchanganyo huu. Yaani vimeandika vile vitu ambavyo tunahakikisha kila mtu popote alipo anaweza akavipata, akatengeneza na akatibu kuku wake. Hata kama hapo alipo unakuta hapana mwarobaini, tumeandika mbadala wa mwarobaini ni kitu gani. Na kama hapo alipo labda hapana sijui mashona nguo, tumeandika kwenye hicho kitabu cha toleo la pili mbadala wa mashona nguo ni kitu gani. Kwa hiyo tuna vitabu viwili jamani. Kama ulishanunua kile cha kwanza cha tiba za asili, basi tumetoa toleo la pili ambalo liko vizuri zaidi. Yani liko vizuri zaidi. Ukikipata kile kitabu, naamini wewe mwenyewe mfugaji utafurahi sana na hautatamani tena kutumia dawa za dukani. Kile kitabu kimejaribu kueleza, kimemaliza yale mapungufu ambayo hayakuandikwa kwenye kile kitabu cha toleo la kwanza. Hiki cha pili kimeenda kinakava yale maeneo yote ambayo kule hayakuandikwa. Kwa mfano, dalili za magonjwa tumeandika kama ni kideri, tumeandika dalili zake, sababu zinazosababisha ugonjwa huo na tiba ya huo ugonjwa. Kwa hiyo kitabu kile ni kizuri mno. Hiki kitabu nacho ni 10,000 tu. Ukilipia tunakutumia WhatsApp ni soft copy. Vile vile kama mnavyojua KingoFarm tuna vitabu vingine. Tuna vya miongozo ya ufugaji, tuna vya booster za asili, vya kutengeneza vyakula kama safari ya ufugaji, tuna cha booster za asili kile, tuna kitabu pia cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Vitabu vyote hivi vimeelekeza kwa namna rahisi ya kufuga kuku kwa kutumia malighafi za kawaida pamoja na mimea na tiba mbalimbali za asili. Kila kitabu gharama yake ni 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la WhatsApp, ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi miwili. Kama utakuwa unahitaji kujiunga, unaweza ukalipia na tukakuunga ukapata ushauri na elimu ya uleaji wa vifaranga. Kama unahitaji hizi huduma, utachukua namba kwenye video na utatupigia. Pia KingoFarm tunauza incubator nzuri na za kisasa. Ni nzuri, ni zile incubator za chuma. Tunasafirisha popote ulipo kwa nauli yako na tunakusimamia kuanzia unaweka mayai mpaka siku unapata vifaranga. Lakini pia tuangalie ugonjwa wa pili ambao hauna dawa ya dukani, ni ugonjwa wa kideri. Ugonjwa wa kideri jamani hauna dawa ya dukani kabisa. Ila kwa tiba za asili siku 3 tu na kuhakikishia kuku wako wanakuwa wamepona kideri kabisa. Hata wale ambao walikuwa hawawezi kutembea, hawali hawachangamki, siku 3 ukimpa tiba za asili anapona kabisa. Hapa unachotakiwa kuwa wewe ni uwe na aloe vera, uwe na majivu, uwe na pilipili kichaa au uwe na mwarobaini, pilipili kichaa na majani ya mpapai na kitunguu saumu. Kuku wako wanapona kabisa. Na ugonjwa wa tatu ambao hauna dawa ya dukani ni ugonjwa wa ndui. Ndui ile ambayo kuku wanapata vidonda maeneo ya uso. Ugonjwa huu jamani hauna dawa ya dukani, ila utakapokuwa tu na ndimu au limau na kipande cha aloe vera, au utakapokuwa na Colgate pamoja na aloe vera, au utakapokuwa na jiki pamoja na aloe vera, kuku wako wanapona kabisa ugonjwa wa ndui na unausahau kabisa. Kama unahitaji hizi tiba za haya magonjwa yote, tutafute KingoFarm tukuuzie hivi vitabu vya tiba za asili. Viko viwili, toleo la kwanza na toleo la pili. Ukitaka utachukua kimoja, ukipenda itakuwa ni vizuri zaidi ukipata vyote viwili. Kila kitabu ni 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Bila kusahau tunauza incubator nzuri na za kisasa. Tunatoa elimu ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp na tuna vitabu vyote vyenye miongozo yote ya ufugaji. Asanteni sana.